Somo tunalotembea nalo kwenye hii semina linaitwa kanisa kama majani ya kuficha maovu. Kanisa kama majani ya kuficha maovu. Tunamshukuru Mungu, tuliweka msingi wa somo hili kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Tukaona jinsi ambavyo Adam na Eva walitenda dhambi ya kula tunda na hawakutubu dhambi yao. Badala yake walichukua majani wakajificha ili kuendelea kuishi na ule uovu. Tukaona hichi kitu kipo kwenye makanisa. Watu wengi tunatenda dhambi, hatutafuti kutubu, ila tunachotafuta ni kujificha kanisani na maovu yetu. Tunaligeuza kanisa kuwa majani ya kujifichia. Na tukaona sababu kubwa inayosababisha hiyo ni lango la hofu. Lango la hofu. Mungu ni mwaminifu, tukaangalia aina 6 za hofu. Mpaka sasa tumeshajifunza 2, ambayo ni hofu ya Mungu na ya pili ni hofu. Na nyingine pia tumejifunza, kwanza ilikuwa ni hofu ya Mungu, na ya pili pia ambayo tumeweza kujifunza ni hofu ya wazazi. Na kwa sasa tuko kwenye aina ya 3 ya hofu, ambayo inaitwa hofu ya viongozi wa kanisa, ile ambayo tulianza nayo siku ya jana, ambayo tukaona hofu ya viongozi wa kanisa ni ile hali ambayo mtu anakuwa nayo ya kuogopa viongozi wa kanisa kuliko kumuogopa Mungu. Tukapita tukaangalia mfano wa watu ambao walikuwa wana hofu ya viongozi wa kanisa. Tukawaangalia wazazi wa yule mtu kipofu, tukamwangalia na ndugu yetu Nikodemo. Ni watu ambao walikuwa wanampenda Yesu, lakini hawakuweza kumkiri Yesu mbele za watu, maana waliwaogopa viongozi wao. Tukaona hichi kitu kiko kwa sana kwenye makanisa yetu ya leo. Watu wengi wanampenda Yesu, lakini hawawezi kumkiri zaidi ya pale walipopewa muongozo na viongozi wao. Tukapita tukaangalia juu ya viongozi wakiwa kipofu, wana nafasi kubwa sana ya kukupotosha na kukufundisha kwenye mafundisho ya kuwaogopa wao zaidi kuliko kumuogopa Mungu. Kuna mambo pia tukayaangalia pale ndani kiupana. Saizi narudia tu kugusagusa juu ili kuweka picha ujue wapi tulikotoka. Na siku ya leo ya 5 tunaendelea na kipengele hichi cha aina ya 3 ya hofu, ambayo inaitwa hofu ya viongozi wa kanisa. Na tunaendelea na sehemu inayoitwa Mafarisayo ni mfano wa viongozi vipofu. Tunaendelea na kipengele kinachoitwa Mafarisayo ni mfano wa viongozi vipofu. Mafarisayo ni mfano wa viongozi vipofu. Kwenye Biblia kuna watu wanaitwa Mafarisayo. Hawa walikuwa ni walimu wa dini ambao walikuwa wamesimama kama viongozi wa kanisa kwa kipindi kile. Kitu kinachosikitisha ni kwamba hawa Mafarisayo walikuwa ni viongozi vipofu, legelege, ambao walikuwa wamejikita zaidi kwenye kuwafundisha watu mafundisho ambayo yanawajenga katika imani ya kuwaogopa wao wenyewe Mafarisayo kuliko kumuogopa Mungu. Na ndio maana hata Yesu alipokuja alipambana sana na mafundisho ya Mafarisayo, kwa sababu mafundisho aliyaona hayawajengi watu kwenye kumuogopa Mungu, bali wao wenyewe Mafarisayo. Na Mafarisayo pia walipambana sana na Yesu, kwa sababu ile hali yao ya kuwa vipofu iliwafanya wasiwe na mafunuo mapya, na wakawa wanashindwa kupokea mafunuo ambayo Yesu aliyaleta katika mafundisho yake. Na ndio maana kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 23 Yesu aliongea maneno mengi sana magumu kuhusiana na viongozi vipofu walio mfano wa Mafarisayo. Tutapitia mistari kadhaa mmoja kadiri Mungu atakavyotusimamia, na tutapata fundisho pana sana hapa kuhusiana na hawa viongozi vipofu Mafarisayo. Angalia pamoja nami, tufanye Bible study kitabu kile cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 13 hadi wa 36. Kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 23 mstari wa 13 hadi wa 36. Mathayo 23:13 hadi 36. Ni mistari mirefu kidogo, lakini kwa sababu ina faida kubwa kwenye somo letu na maisha yetu, tutachambua mmoja baada ya mwingine. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Bwana. Karama shakarabaseke. Inasema namna hii:
Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamwachi waingie. Tunaona Yesu anatoa onyo kwa Mafarisayo. Anawaambia, ole wenu, ninyi ni viongozi vipofu, mnawafungia watu ufalme wa mbinguni. Kwa lugha nyingine ni kwamba wanawafundisha watu kuwa na ufalme wa mbinguni, alafu tena wanawazuia hao watu wasiingie mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanawafundisha watu mafundisho ya kuingia mbinguni, ila ni katika msingi wa kuogopwa wao wenyewe na sio Mungu kuogopwa. Na ndiyo maana waumini wa kipindi kile walikuwa wanatenda dhambi kwa kujificha, wanaogopa Mafarisayo wasiwaone. Ila ikifika siku ya ibada wanajaa kwa wingi kwenye sinagogi, wanaogopa Mafarisayo wasiwaone. Kwa nini hawajaingia kwenye sinagogi? Ila wakiwa peke yao, mbali na Mafarisayo kuwaona, wanafanya maovu. Kwa nini? Kwa sababu Mafarisayo ndivyo walivyowafundisha na kuwajengea misingi mibovu ya namna hiyo. Lakini pia ule mstari wa 14 Yesu anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane na kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Kitu kingine pia Yesu anachosema ni kwamba hawa Mafarisayo walikuwa ni viongozi wa kanisa ambao wanajifanya wana maisha ya kusaidia wajane na kusali sala ndefu, kuomba maombi marefu, kumbe ndani yao ni waovu. Viongozi wa hivi wako wengi sana. Ni viongozi wa makanisa yetu, hatukatai, lakini baadhi yao wanajifanya wana upendo kwa watu, wanajifanya wanaombea watu, ila ndani ya mioyo yao wana maovu wamejificha nayo kwenye madhabahu. Wamesimama pale tusione jinsi walivyo wachafu, wamejificha na majani ya kusaidia wajane, wamejificha na majani ya kuombea watu sala ndefu. Ndivyo walivyokuwa hata Mafarisayo. Kitu kingine pia Yesu anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na kisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Kwa kitu kingine pia Yesu anasema hawa viongozi wa kanisa wa namna hii wenye roho ya kifarisayo walikuwa wanazunguka kuwahubiria watu, wanawafanya kuwa Wakristo, afu baada ya muda wanawageuza tena kuwafanya kuwa wa jehanamu. Kwa nini? Sababu ni ile ile, kwa sababu walikuwa wanawalea katika misingi ya wao kusikilizwa kuliko Mungu kusikilizwa. Na ndio maana jana nilikueleza, ukiona una kiongozi wa kanisa ambaye anakufundisha mafundisho ambayo anakuambia umsikilize yeye tu, usiwe na nafasi ya kusikiliza watumishi wengine, huyo kiongozi sio mzuri, ana roho ya kifarisayo. Kwa nini? Kwa sababu yamkini kile anachokueleza ni potofu, na hajakulea kwenye misingi ya kusoma neno la Mungu. Una kiongozi hakuhimizi kusoma Biblia, ila anakuhimiza kumsikiliza anachosema yeye tu. Biblia hana muda na wewe usome usisome, hana muda, ila anakulea umsikilize yeye. Huyo kiongozi ana roho ya ufarisayo. Mstari wa 16, ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi, ni vipofu! Maana ni ipi iliyokubwa, ile dhahabu au ile hekalu litakasalo dhahabu? Tena mtu atakayeapa kwa madhabahu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. Vipofu ninyi! Maana ni ipi iliyokubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka? Basi yeye apaye kwa madhabahu huapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vilivyo juu yake, naye apaye kwa hekalu huapa kwa hilo na kwa yeye akae ndani yake, naye apaye kwa mbingu huapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa yeye aketie juu yake. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Bwana. Kwa tunaona pia kitu kingine Yesu anasema hapa kuhusu wa viongozi wenye roho ya ufarisayo. Anazungumza kwamba ni viongozi ambao wana mitazamo ya kuiona sadaka ni kubwa kuliko madhabahu. Ndio maana wanasema atakaye hapa kwa dhahabu amejifunga, atakaye hapa kwa sadaka amejifunga. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ndani yao
walikuwa wanaithamini sadaka kuliko madhabahu. Ukiona mna kiongozi wenu kanisani anawathamini watu wanaotoa sadaka zaidi kuliko wengine, huyo ni farisayo. Hicho kitu sio cha Mungu. Na hata we mwenyewe ukiwa ni Mkristo, ukiona unatumia nguvu yako ya pesa kuwateka viongozi wa kanisa, maana kuna watu wanawateka viongozi wa kanisa kwa sababu ya utajiri wake. Anaweka kwenye bahasha 300,000, anapeleka kanisani. Baba, nimekuletea hii baba, anampa. Ili mambo yake machafu yaendelee kufichika. Linaondoka limempiga mke wake, afu linaenda kanisani. Baba, nimeleta hii hapa. Kanisani wanamuona mwema, kumbe nyumbani amepiga mke. Umelewa kiasi ambacho paka ulibebwa. Afu Jumapili bahasha, baba, nimeleta sadaka. Na unaonekana wa maana kwa viongozi wa kanisa. Wazee wote mle ndani wanakuona huyu ndio mwenyewe. Na pakiwa na harambee wanakuita uendeshe harambee. Si wanaangalia uhai wa roho yako, ila wanachoangalia ni uhai wa mfuko wako wa uchumi. Maana viongozi wako ni vipofu na we mwenyewe ni kipofu, na wote mmegeuza kanisa kuwa majani. Yesu aliwaambia Mafarisayo, ninyi ni wapumbavu. Kwa jiambie mwenyewe. Nasonga mbele na kitu kingine, mstari wa 23 kuendelea. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka kwa mnana na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kufanya, wala yale mengine msiache. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Kandarapa kandereboro koreandarabasiki. Angalia kitu kingine. Yesu anasema ninyi Mafarisayo ni vipofu kwa sababu mnalipa zaka afu mmeacha matendo mema. Kwa lugha nyingine ni kwamba ni viongozi ambao wamejikita kwenye kujali kutoa sadaka kuliko kutenda mema. Hawana shida na mtu anayeiba, hawana shida na mtu anayezini, hawana shida na mtu anayetukana, hawana shida na mtu anayepiga familia yake, aliyetelekeza familia yake. Hawana shida na hayo, ila shida yao ni watoe sadaka na waumini wao watoe sadaka. Yesu anasema ninyi ni viongozi vipofu. Songe mbele mstari wa 25. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nawe ipate kuwa safi. Kwa kitu kingine pia Yesu anachosema ni kwamba hawa Mafarisayo ni viongozi ambao wamejali kukisafisha kikombe kwa nje, ila ndani yake kinakuwa ni kichafu. Anamaanisha nini? Anamaanisha ni watu ambao wamejali zaidi kujiweka katika mazingira ya nje ya unadhifu, ila huku ndani ni wachafu. Wanavaa nguo ndefu, wanavaa mavazi meupe, wakisimama kwenye madhabahu utasema ni watakatifu, ila moyoni wamejaza uchafu. Ndio maana Yesu akawaambia, safisha ewe Farisayo kwanza ndani yako kabla ya nje. Na mara nyingi viongozi wa namna hii uwalea hata waumini wao kwenye misingi hii ya kwamba vaa vizuri. Unaona watu wanavaa suti. Ukiingia kwenye kikao cha baraza la walei halmashauri, unaona suti zimejaa na vitenge, harufu za perfume, sura za pesa. Nje yamepaki magari makali matupu, ila ndani ya mioyo ya hao watu ni kweusi vibaya mno. Kwa nini? Wamepewa uongozi kanisani. Kwa sababu kanisa liliangalia mifukoni kwao na sio mioyoni mwao. Ndio maana Yesu anasema, ole wako, safisha kwanza ndani kabla ya nje. Ukisafisha nje ukaacha ndani kuchafu, hata kama umepewa uongozi wa kanisa, wewe umetumia kanisa kama majani kufichia maovu yako. Hauko sawa sawa. Songe mbele na mstari wa 27. Tutaelewana tu uko mbele, endelea tu kunisikiliza. Anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi, kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Angalia kitu kingine Yesu anachosema kuhusiana na Mafarisayo.
Anasema ni watu ambao wanafananishwa na makaburi yaliyopakwa chokaa. Kwa lugha nyingine ni watu ambao ni wafu wa kiroho. Wanaonekana wazima ila walishakufa. Kwa ndani wamejaa mifupa ya wafu. Kwa sababu gani? Matendo yao ni machafu. Mtu ni kiongozi wa kanisa lakini alishadhulumu ardhi ya watu. Na wengine unakuta hata maeneo wanayojengea makanisa ni maeneo ambayo ardhi walipata ardhi kwa kudhulumu, afu wanajenga na kanisa hapo hapo. Unakuta kuna kesi ya kanisa kugombania mpaka na mtu, afu kanisa linafanya dhuluma waziwazi. Nisikilize vizuri watu wa Bwana. Kuanzia hilo kanisa, viongozi wake na waumini wote wanaunga mkono kitu cha dhuluma ya ardhi. Yesu anasema ninyi ni makaburi yaliyopakwa chokaa. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Kuanzia huyo kiongozi wako anayekunywa pombe analewa, na we muumini unalewa kama yeye, wote ni makaburi mliopakwa chokaa. Kandarabo shakarabasiki. Rapa kandarabasiki. Mimi nasonga mbele na mstari wa 29 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema kama sisi tungalikuwako zamani za baba zetu, hatungalishirikiana nao katika damu ya manabii. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi na wana wao waliwaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu, enyi nyoka, wana wa majoka. Mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza miji kwa miji. Hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Habili yule mwenye haki hata damu ya Zakaria bin Barakia mliyemua kati ya patakatifu na madhabahu. Amini nawaambieni, mambo hayo yote yatakuja juu ya kizazi hiki. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Bwana. Kwa hiyo tumeona hii mistari yote 36 tulioisoma hapa, kuanzia Mathayo ile sura kule juu tulioanza nayo ya 13 hadi 36. Ni mistari ambayo Yesu alikuwa anaongelea kitu kimoja. Anawaonya viongozi Mafarisayo na grupu la waumini ambao wanawaunga mkono. Kwa nini Yesu alikuwa anawaonya? Kwa sababu hawa Mafarisayo tabia yao ilitengeneza kanisa la ovyo ambalo alikuwa na msingi mzuri. Na ndiyo maana kiongozi wa kanisa anapaswa kumjengea mtu msingi wa mafundisho utakaomfanya muumini awe na hofu ya Mungu na sio hofu ya kiongozi. Ukichambua ile mistari niliyokusomea, unapata maudhui moja kwamba kiongozi wa kanisa anapaswa kumjengea mtu msingi wa kimafundisho utakaomfanya muumini awe na hofu ya Mungu na sio hofu ya kiongozi. Ukiwa kiongozi wa kanisa mahala popote pale, aidha umechaguliwa kuwa mzee, kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya walei, katibu, umechaguliwa kuwa kiongozi wa kwaya, umechaguliwa kuwa mratibu wa kikundi cha sala, kikundi cha maombi, ukipewa uongozi wa aina yoyote ile, unatakiwa siku zote uelewe kwamba kama kiongozi unatakiwa uwasaidie watu kuwa na hofu ya Mungu na sio hofu ya kukuogopa wewe. Viongozi wengi ni watu wanaopenda kutreat watu katika namna ambayo watu watamtetemekea. Wakimuona watamkimbilia baba. Wakiona gari lake watu wakimbie. Wakimuona sijui anatokezea watu watetemeke. Ndio viongozi wengi wanafurahi wakiona watu wanawatreat namna hiyo. Anaona ndio anaheshimika. Hawapendi kuwa social kwa watu, ila wanapenda kuwajengea watu spirit of fear, roho ya hofu na uoga. Badala ya kutengeneza urafiki kwa watu wenye heshima na kuwafanya watu wamtetemekee Mungu. Hicho ndio kitu cha muhimu kuliko chote. Na ndio maana naomba udake wewe ulioko hapa, popote utakapopewa uongozi, hata kama ni kwenye familia, jenga misingi ya Mungu kuogopeka.
na siwe kuogopwa. Ngoja tuone mfano Yesu. Yesu ni mfano wa kiongozi mzuri sana, ambaye kipindi cha utumishi wake aliwajenga wanafunzi wake kwenye misingi ya mafundisho ya hofu ya Mungu, ambapo iliwasaidia hata wanafunzi wake waweze kujisimamia wenyewe hata alipoondoka. Kiongozi akiwajenga watu kwenye hofu yake, watu hawataweza kujisimamia wenyewe. Yeye akiondoka na kazi ya Mungu itakufa. Lakini kwa Yesu haikuwa namna hiyo. Alipoondoka wote tunajua kazi ya Mungu haikufa. Na mpaka leo kazi ya Mungu inaendelea. Kwa nini? Kwa sababu ya misingi mizuri ambayo Yesu alijenga kwa wale mitume 12 na wanafunzi wake. Tuangalie Yesu alichofanya. Angalia kwenye ile Injili ya Yohane sura ya 17 mstari wa 22 hadi wa 26. Injili ya Yohane sura ya 17 mstari wa 22 hadi wa 26. Yohane 17:22-26 inasema: nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Baba, mwenye haki ulimwengu haukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Sikiliza vizuri. Haya ni maneno ya Yesu. Anaongea kwa ujasiri sana kwamba wale Mungu aliyompa wakina nani? Anamaanisha Wakristo wote. Ametujenga kwenye msingi ambao tutakuwa na umoja, kwa sababu yeye na Mungu wana umoja. Umeona kazi ya Yesu? Hafu kingine anasema, yale yote ulionipa nimewapa na wao, kusudi popote watakapoonekana watu wajue mimi niko ndani yao. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Yesu hana haja ya kwenda kujitambulisha kwa mtu mimi ni Yesu, ila mtu wake aliyefundishwa na Yesu akienda kwa mtu, huyo mtu anatosheka, kwa sababu uwepo wa Mkristo ni uwepo wa Yesu kwenye eneo. Na ndio maana baadhi ya maandiko yanasema sisi ni mawakili wa kazi ya Mungu. Moja ya kazi aliyo nayo wakili ni utetezi, ni uwakilishi. Popote ulipo unamwakilisha Yesu. Ukiwa kwenye familia fulani unamwakilisha Yesu kwenye hiyo familia. Ukiwa ofisini unamwakilisha Yesu kwenye hiyo ofisi. Mahala popote utakapopelekwa, wewe ni Mkristo, jua ni mwakilishi wa Yesu. Watu hawana haja ya kumtafuta Yesu walipo, bali wanatakiwa kutafute wewe, kwa sababu wakikuona wewe kuna Yesu ndani yako wanampata. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai? Hichi ndicho kitu Yesu alichojenga kwa kanisa. Yesu hakujenga msingi wa mafundisho ambayo mtu akiwa na shida lazima amwite kiongozi ndio shida ishe. Ila Yesu alijenga msingi ambao mtu akiwa na shida hajihudumie mwenyewe. Lakini hichi kitu kimekuwa tofauti kwenye makanisa ya leo. Viongozi wengi wanatujenga katika mazingira ambayo nikipata shida nisifanye chochote, nimtafute yeye anisaidie. Ili kama vile yeye ndio mwenye kusaidia, kumbe anayesaidia ni Mungu. Na ndio maana hata Wakristo watu nawaambia, si kila kitu ni cha kuombewa, vingine ni vya kujiombea mwenyewe. Si kila kitu ni cha kutafuta watumishi wa kuombea. Si kila kitu ni cha kutafuta watumishi wa kusaidie. Vingine ni vya wewe mwenyewe kufanya. Kwa nini? Kwa sababu Yesu yote Mungu aliyompa amekupa na wewe. Kwa ina maana hata yale maarifa ya kutatua changamoto alionao Yesu amekupa na wewe. Ule upako wa kuponya alionao Yesu amekupa na wewe. Ile nguvu ya kuhamisha milima alionayo amekupa na wewe. Kila alicho nacho amekupa na wewe. Kwa kama amekupa na wewe, hiyo inamaanisha kwamba kila changamoto alipo Yesu alitatua. Kama amekupa na wewe, hata wewe pia unaweza ukatatua. Haina haja ya kusema hili siwezi, lazima kiongozi aje. No. Mengine ni ya wewe mwenyewe kusimama. Karandaraboshaka. Sina maana ya kwamba viongozi hawahitajiki. Wanahitajika, lakini si kwenye kila kitu. Tukitengeneza mafundisho
ya kuwadanganya watu kwamba kila kitu kiongozi. Tutawatengenezea mazingira ya kuwategemea viongozi na sio kumtegemea Mungu. Na ndio utashangaa baadhi ya makanisa akisimama mtu kuhubiri, watu wanachukia, wanasema angesimama fulani, huyu aliyesimama leo hafai. Akisimama mtu kuimba, wanasema hii kwaya ya leo haiimbagi vizuri, ingeimba kwaya fulani. Kwa nini? Kwa sababu pametengenezwa mazingira ya kwamba huyu ndiye anajua kuliko huyu. Kwaya hii inaimba vizuri kuliko kwaya hii. Yametoka wapi yote hayo? Misingi mibovu ya mafundisho. Pangekuwa pana misingi imara, kwaya wahudumu wangejua kwamba hatufanyi hii kazi sisi, ila aliye ndani yetu Mungu ndiye anayefanya. Waumini nao wangejua kwamba yoyote atakayesimama kwenye madhabahu afanyi yeye, ila anafanya Mungu aliye ndani yake. Kwa hiyo wangempokea kila mtu kadiri alivyo. Maana maandiko yanasema vipawa tumegawiwa na Roho Mtakatifu, na kila mtu Roho Mtakatifu amemgawia kama anavyopenda yeye, ikiwa na maana ya kwamba hatuwezi kufanana haina ya kuhudumu. Kila mtu atahudumu kwa kutegemeana na upako na nguvu Mungu alizompa. Usitegemee nitakavyohubiri mimi ndivyo utakavyohubiri na wewe. Tutahubiri tofauti. Mimi nitahubiri kadiri Roho Mtakatifu alivyonijalia. Wewe utahubiri kadiri alivyokujalia, mwingine kadiri alivyomjalia. Ndivyo Mungu alivyogawa. Shida ni kwamba mafundisho tuliyopewa ni mabovu. Tunaamini watu na sio Mungu. Na ndio maana tunabagua watumishi. Unasema eti fulani akihubiri mimi nalalaga. Acha uchanga. Acha uchanga. Acha uchanga. Mtazame Mungu, usimtazame kiongozi. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu ali hai. Kama upo kwenye kanisa, mafundisho unayojengwa nayo hayakupi misingi ya kujisimamia mwenyewe. Yanakupa misingi ya kuwa legelege. Jua bado haujafika mahala sahihi unapotakiwa kufika. Muombe Mungu akuonyeshe mahala sahihi patapo kusaidia kukua. Haya ni ukweli. Swala la kwenda mbinguni halihitaji kuogopana. Linahitaji kuelezana ukweli. Hizi sio nyakati za kukaa kanisani kujaza idadi ya watu. Hizi sio nyakati za kwenda kanisani kutimiza wajibu. Hizi sio nyakati za kusifia kanisa lako na mapokeo yako. Hizi ni nyakati za kwenda kanisani kukutana na Yesu kwa njia ya neno, kwa njia ya sakramenti. Kanda rapakoria sakaraba. Karama shakaraba. Kuja muda huu nikuonyeshe kitu kingine muhimu cha kukusaidia. Mambo ya kukwepa kwako Mkristo siku zote. Mambo ya kukwepa kwako Mkristo siku zote. Mambo ya kukwepa kwako Mkristo siku zote. Hichi ni kipengele muhimu sana. Yako mambo mawili hapa. Yapo mambo matatu, so mawili, matatu ambayo Mkristo unafaa kuyakwepa kwenye maisha yako yote. Tuanze na jambo la kwanza. Usimkosee Mungu kwa sababu viongozi wako unaona wanakosea. Kuwa na hofu ya Mungu na sio hofu yao. Kuwa jasiri mbele yao, kuwaonyesha usaini upi, ila kwa hekima na upole. Maana viongozi wanafaa kuheshimiwa. Tarudia tena kukuambia hili jambo. Usimkosee Mungu kwa sababu viongozi wako unaona wanakosea. Kuwa na hofu ya Mungu na sio hofu yao. Kuwa jasiri mbele ya viongozi wako, kuwaonyesha usahihi ni upi, ila kwa hekima na upole. Maana viongozi wanafaa kuheshimika. Nisikilize vizuri, Mkristo ulioko hapa. Siku zote kwenye maisha yako usije ukamkosea Mungu eti kwa sababu viongozi wako nao umewaona wanakosea. Kuwa na hofu ya Mungu. Kumbuka viongozi wako nao ni wanadamu. Na mahala popote utakapopata nafasi ya kuwa karibu na kiongozi, kuwa jasiri kumueleza na kumuonyesha usahihi wa jambo ni upi. Hata kama kiongozi anakuvuta kwenye makosa, muonyeshe kiongozi, mimi siwezi, hilo ni kosa. Usimuogope, mwambie, naye ni mtu, anaweza akajisahau. Mwambie hili unaloniagiza kiongozi sio sahihi. Ila tu umueleze kwa hekima ya upole. Usimueleze kwa kumfokea. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi anafaa kuheshimika. Waebrania
13:17 inasema hekima nzuri sana. Waebrania 13:17. Waebrania 13:17 inasema watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Biblia inasema tuwatii wenye kutuongoza, maana wao tuwatii na kuwanyenyekea kwa sababu wanakesha sana kwa ajili ya roho zetu, na Mungu atawatumia wao kutoa hesabu ya maisha yetu. Kwa kama Biblia inatushauri tuwatii, utii maana yake si kumuogopa kiongozi, ila utii maana yake ni kumtii kiongozi na kutekeleza kila anayokuagiza ufanye yaliyo sawasawa na mapenzi ya Mungu. Huo ndio utii. Watu wengi huwa hawaelewi tofauti ya utii na tofauti ya uoga. Ndio maana wengi badala ya kutii huwa wanaogopa. Sasa nisikilize, nikufundishe hapa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili uelewe. Utii ni kutekeleza kila kiongozi anachokuagiza kilicho sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kama kiongozi akikuagiza kitu ambacho hakiendani na mapenzi ya Mungu, una uwezo wa kumkatalia, na ukimkatalia haujatenda dhambi ya kutokutii viongozi, kwa sababu kiongozi amepewa nafasi ya kumtii. Si kumtii kwenye kila kitu, ila ni kumtii kwenye yaliyo mema ya Mungu peke yake. Kwa mfano, viongozi amekupigia simu anakuomba kanisani mara moja, unatakiwa kumtii kwenda kumsikiliza. Lakini ukifika pale kanisani kiongozi akakwambia kitu ambacho ni dhambi ufanye, usikubali. Usije ukasema Biblia imesema tuwatii, sina namna, ngoja tu nikubali. No, hamna kitu cha namna hiyo. Kumtii kiongozi ni kumthamini nafasi yake kwako kama mlezi wako wa kiroho, kutokufanya jambo lako bila kumshirikisha. Kumtii kiongozi ni kumthamini nafasi yake ambayo Mungu amempa ya kuwa mlezi wako wa kiroho. Kwa hiyo kwa kuwa ni mlezi wako wa kiroho, unapaswa kumshirikisha kila jambo lako. Usifanye bila kiongozi wako kujua. Mshirikishe ili usikie mawazo yake, maombi yake. Ni kitu muhimu sana hichi, kumpa kiongozi wako. Kumtii kiongozi wako ni kukubali kupokea ushauri wake wote anaokupatia, na wito pale unapohitajika kwa ajili ya shughuli za kanisa. Ila yote haya, wito na ushauri ambavyo unafaa kuvipokea kwa kiongozi, lazima uhakikishe viko sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Akikupa ushauri ulio kinyume na mapenzi ya Mungu, usipokee, hata kama ni kiongozi wako. Lakini akikupa ushauri ulio sawa sawa na mapenzi ya Mungu, kama unakufaa, pokea. Akikupa wito, kama ni wito ulio sawa sawa na mapenzi ya Mungu, pokea. Kama ni wito unaokunajisi, usipokee. Na mueleze ukweli kabisa, ila tu usimtukane wala usimfoke wala usimchambe. Mueleze tu kwa hekima kwamba baba anashukuru, lakini hichi kitu sio sawa. Hata Biblia imekataza. Anaweza akapaniki akakufokea kwamba wewe unajua Biblia kuliko mimi. Wewe sema tu ndio baba, samahani, siwezi, ni dhambi. Ondoka zako. Utaondoka, yeye atabaki, atatafakari, atajua yeye ndio mwenye makosa. Kwa lazima uchunge kutokuwa na kiburi kwa kiongozi. Usije ukawa na kiburi kwa kiongozi ukisingizia kwamba eti mimi sio muoga bwana. Kwa kiongozi au mshirikishi vitu kiongozi, unamdharau, unamfanyia mambo ya kukosa utii. Unasema mimi nina hofu na muogopa Mungu tu bwana. Wewe ni muogope ni nani? Si mwanadamu tu, hilo ni kanzo tu kavaa bwana wewe. Hiyo sio sawa. Mungu kusema tumuogope yeye haina maana ya kwamba tuwadharau viongozi. Ndio maana kwenye Waebrania hii 13:17 amesema watiini wenye kuwaongoza. Katika utii ndani yake kuna heshima. Kwa tuwaheshimu viongozi, tuwatii, ila tusiwaogope. Wa kumuogopa ni Mungu. Na hapa nimekueleza utofauti wa kutii na kuogopa. Nafikiri umenielewa. Tusonge mbele kwenye pointi ya pili, ambao unatakiwa jambo la pili ambao unatakiwa kulikwepa kama Mkristo. Jambo la pili, sio kila maisha anayoishi kiongozi wako na wewe inafaa kuyaishi.
Msikilize tu mafundisho ya Mungu anayokupa kwa kuyachuja. Matendo yake mabaya usichukue. Nasema hivi, jambo la pili, sio kila maisha anayoishi kiongozi wako na wewe inafaa kuyaishi. Msikilize tu mafundisho ya Mungu anayokupa kwa kuyachuja. Matendo yake mabaya usichukue. Injili ya Mathayo sura ya 23 ule mstari wa 1 hadi wa 3 inasema. Injili ya Mathayo 23:1 hadi 3. Mathayo 23:1 hadi 3 inasema. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Unaona hichi kitu? Yesu aliwaambia wanafunzi wake, waandishi na mafarisayo, licha ya kwamba ni vipofu, licha ya kwamba ni wapotoshaji, ila wameketi kwenye kiti cha Musa. Kwa lugha nyingine, Yesu alikuwa anamaanisha ni watumishi wa Mungu kama ninyi mlivyo watumishi wa Mungu. Kwa yoyote watakayowaambia, Yesu akawaambia muyatende na myashike, ila msiyatende na kuyashika kwa mfano wa matendo yao, ila kwa mfano wa alichowaambia. Kwa sababu hawawaambii kwa akili zao, wanawaambia kwa kutumia neno la Mungu. Na ndio maana hata wewe unayenisikiliza hapa, kiongozi wako msikilize kila anachokuhubiria, hata kama yeye ni mchafu, hata kama unamjua na umewahi kumkuta anakosea, usije ukamdharau kwa ajili hiyo. Kumbuka kile anachofundisha sio cha kwake. Hajatumia maisha yake kukusomea pale, ametumia Biblia kusoma. Kwa hiyo akikwambia kwenye Biblia wameandika usitukane, usiibe, usizini, usije ukasema huyu naye anaongea nini huyu? Huyu si hata yeye mbona anaziniki? Kiongozi huyu naye. No. Usiseme namna hiyo. Kumbuka aliyesema usizini si amri yake, ni amri ya Mungu. Ndio maana Yesu aliwaambia wasikilizeni mafarisayo wanachowaambia, maana si cha kwao, kimetoka kwenye kiti cha Musa. Msikilize kiongozi wako, sio cha kwake, kimetoka kwenye kiti cha Yesu. Sema amen kwa jina la Bwana. Lakini usiige anachofanya. Usiige hata siku moja. Usiige kiongozi anachofanya hata siku moja. Kumbuka neno hili siku zote. Kiongozi ni mwanadamu kama wewe. Usimuige. Twende tuangalie pointi ya 3. Pointi ya 3. Usikubali kuacha kusimamia kusudi la Mungu kwa kumuogopa kiongozi wako. Hili ni jambo la 3 la kukwepa kama Mkristo. Usikubali kuacha kusimamia kusudi la Mungu kwa kumuogopa kiongozi wako. Usikubali kuacha kusimamia kusudi la Mungu kwa kumuogopa kiongozi wako. Petro wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa 17. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17. Petro wa kwanza 3:17 inasema namna hii. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kutenda mabaya. Ni mstari mgumu sana huu. Unasema kwamba ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kutenda mabaya. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa anasema kwamba ni afadhali uteseke ukiwa umesimamia kusudi la Mungu. Ni afadhali uteseke ukiwa umesimamia mpango wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu umeyasimamia. Kuliko ukala raha ukiwa umesimamia kusudi na mpango wa kiongozi wako wa kanisa. Nisikilize vizuri. Kila Mkristo ana kusudi lake la Mungu juu yake. Mungu alilomkusudia. Inapofika wakati wa kuonekana kwa kusudi la Mungu alilokupa, kama hilo kusudi la Mungu linahusiana na masuala ya kimafunuo, na hayo mafunuo kiongozi wako wa kanisa akashindwa kuyapokea, uwe na uhakika yeye ndiye atakaye kuwa mpinzani wako wa kwanza wa kupinga huduma yako. Mungu anaweza akakupa tu mafunuo, kiongozi wako wa kanisa asikupokee.
yeye ndiye atakuwa adui yako wa kwanza. Mungu anaweza akakupa uwezo wa kufanya kitu fulani, na kiongozi wako wa kanisa kwa kuwa yeye hicho kitu hakijui akakukataza kufanya. Uwe na uhakika ukilazimisha kufanya, yeye ndiye atakuwa adui yako wa kwanza. Na ndiyo maana unatakiwa kufahamu kusudi lako Mungu alilokupa ni lipi. Hilo kusudi Mungu alilokupa usiache kulisimamia hata siku moja eti kwa ajili ya upinzani kiongozi wako anaokupa. Kumbuka kusudi la Mungu ndiyo mapenzi ya Mungu kwako, na Biblia inasema ni heri kuyatimiza mapenzi ya Mungu kuliko kutenda mabaya ya kusikiliza kiongozi. Kwa ni bora usikilize mapenzi ya Mungu, hata kama itakubidi uteseke, itabidi ukubali tu kuteseka kwa sababu umesimamia kusudi la Mungu, kuliko ni ule raha ukiwa umesimamia makusudi ya watu. Mimi ninachojua, yoyote anayeteseka katika kusudi la Mungu, Mungu hajawahi kumwacha akaangamia. Mwisho wa siku Mungu huwa anampa heshima. Nisikilize vizuri. Vita ya Daudi na Sauli ilikuwa ni vita ya kusudi la Mungu. Daudi Mungu alikuwa amempa huduma kwamba ni mfalme wa Israeli mtarajiwa. Sauli ni mfalme wa Israeli wa wakati huo. Sauli akashindwa kupokea kusudi la Mungu juu ya Daudi kuja kuwa mfalme. Kwa nini? Kwa sababu ufalme ilikuwa ni kitu cha kurithishana. Sauli alitegemea yeye akitoka kwenye ufalme hawaachie watoto wake, lakini anaona unaenda kwenye ukoo mwingine. Kwa Sauli akashindwa kupokea hicho kitu. Kilichofuata ni nini? Roho ya wivu iliinuka. Roho ya wivu ilipoinuka, akaanza kumtafuta Daudi amuue, ili auwe lile kusudi la Mungu. Biblia inasema Daudi aliishi kama mkimbizi kwa miaka mingi akimkimbia Sauli huku na huku. Na Sauli akamtafuta Daudi kila eneo. Daudi aliteseka. Daudi alikuja kupata raha siku Sauli alipokufa. Ndio Daudi alienjoy. Lakini kuishi kote kwa Sauli, Daudi aliteseka kweli kweli. Na vita yao kubwa ilikuwa ni vita ya kusudi la Mungu. Nisikilize vizuri Mkristo ulioko hapa. Kuna mahala unaweza ukawa unapita pagumu sasa unaponisikiliza muda huu. Na unapita pagumu kwa sababu kuna Sauli ameinuka kupambana na wewe, maana amegundua wewe ndiyo Daudi ujae kwenye hilo eneo. Ameinuka kukupiga vita. Anatafuta kukuua usiku na mchana. Nisikilize ewe Daudi ulioko hapa. Usije ukampigia magoti Sauli kumwambia ufalme sitaki tena. Kumbuka huo ufalme hujapewa na mtu, umepewa na Bwana. Hiyo nafasi hujapewa na yeye, umepewa na Bwana. Haijalishi atakupiga vita, jua hiyo ni roho ya wivu imeinuka. Waendelea kushikilia kusudi la Mungu. Atakutafuta akuue, pambana kumkwepa. Pambana kumkwepa. Ikikubidi kukimbia, kimbia. Maana wako watu walikimbia na wakarudi tena. Ikikubidi kuacha kazi, acha kazi. Sauli akifa, Bwana atakurudisha kazini. Kanda rapa koriasaka. Ikikubidi hata kuacha kusalimiana, acha kusalimiana. Sauli akifa, Bwana atarudisha salamu tena. Kwani hujawahi kuona inatokea salamu zinapotea? Zinapoteaga. Kwa nini? Sauli anakuinda. Ikikubidi hata kuama mkoa, ama mkoa. Siku Sauli akifa, Bwana atakurudisha kwenye miliki yako. Ikikubidi hata ndoa yako kuvurugika kwa muda, itavurugika. Lakini siku Sauli akifa, Bwana atarejesha ndoa yako tena. Sijui ni wangapi hapa wananielewa. Mungu akusaidie kudaka haya mafunuo. Subiri Sauli atakufa na Bwana atakusimamisha penyewe. Bwana atakusimamisha penyewe. Ni kusubiri tu wakati ufike. Usije ukampigia magoti Sauli kukataa ufalme. Kandarabo shakaraba. Karama shakaraba. Sije ukatumia kanisa kuwa majani kwa sababu ya kumuogopa Sauli. Kandarabo shakaraba. Rapa shakandaraba siki. Nataka kuomba hapa maombi ya kutiwa nguvu. Maombi ya kutiwa nguvu. Nitaomba maombi ya kutiwa nguvu kwa ajili ya watu ambao wako hapa wanapigwa vita na wakina Sauli. Wanawawinda usiku na mchana waue kusudi la Mungu lililoko ndani yao. Hakina Sauli ni viongozi, hawataki hao watu. Nisikilize vizuri. Nataka kuomba Mungu akutie nguvu
maana hiyo vita sio nyepesi. Hayo mapambano sio mepesi kwako. Nataka kuomba Mungu akushike mkono. Kandarabushaka. Haijalishi ni Sauli amekuinukia wapi. Iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye kazini, iwe ni mtaani, iwe ni ofisini, iwe ni mahala popote pale Sauli amekuinukia. Nataka kuomba Mungu akutie nguvu. Maana ushindi siku zote uko upande wa Daudi na sio wa Sauli. Mungu akutie nguvu. Mungu akupe moyo wa kusubiri. Daudi alipata raha siku alipokufa Sauli. Na hata siku moja Daudi hakusikia kumtenda neno baya Sauli. Na ndiyo maana hata wewe hata siku moja usije ukamtenda neno baya Sauli wako. Usije ukamtenda neno baya Sauli wako. Wala usiwatende mabaya watoto wa Sauli wako. Ila watendee mema kama alivyofanya Daudi. Ila kusudi la Mungu usiliache. Acha Sauli alie, acha Sauli ahangaike, kusudi la Mungu usiliache. Hata akikuendea kwa mganga, kusudi la Mungu usiliache. Kandaraba shakaraba. Rapa siki mandarabo shaka. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya hili neno lako la uzima ambalo Bwana umeliachilia jioni ya leo ndani yetu kama kanisa. Asante Mungu katika nguvu zako na hekima na uweza ulioko ndani yako. Tunaamini Bwana, neno hili halijatumwa bure, bali kuna watu ambao umekusudia kuwaokoa. Umekusudia kuwaokoa. Umekusudia kuwaokoa. Mungu, ninaomba damu ya Yesu ipite sasa. Ifanye msako. Ifanye msako. Ifanye msako katikati ya kila nafsi inayofuatilia haya maombi. Katikati ya kila nafsi inayofuatilia haya maombi. Naomba Bwana ufanye msako. Naomba Bwana ufanye msako. Maana wako wakina Daudi hapa. Wako wakina Daudi hapa ambao Bwana wameinukiwa na viongozi wao wakina Sauli. Wanawawinda usiku na mchana. Wanawatengenezea mazingira ya kuwaogopwa wao badala ya we Mungu kuogopwa. Wanatafuta kuua kusudi lako ndani ya wakina Daudi. Mungu aliye hai, naomba usimame uachilie rehema zako. Maana Daudi hakujichagua yeye, bali alichaguliwa nawe Bwana. Ndivyo Mungu tunavyoamini. Hata huyo mtoto wako hakujichagua yeye kuwa kwenye hiyo ndoa, hakujichagua yeye kuwa kwenye hiyo ofisi, hakujichagua yeye kuwa kwenye hiyo kazi, hakujichagua yeye kuwa kwenye hiyo huduma, hakujichagua yeye kuwa kwenye hiyo taasisi, bali ni wewe Mungu uliyemchagua. Hakujichagua yeye kuwa kwenye hiyo nchi, hakujichagua yeye kuwa kwenye huo mkoa, bali ni wewe Bwana ndio uliyemchagua. Ni wewe Bwana ndio uliyemchagua. Mungu uliyemchagua huyu mtoto wako kuwa hapo alipo, kuwa hapo alipo. Ninaomba usimame sasa katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Naomba Mungu umsaidie huyu mtoto wako katika jina la Yesu. Vita iliyomsimamia, mapambano aliyonayo, maadui waliomzunguka pande zote, wakimshambulia kwa maneno, Mungu naomba uachilie moyo mkuu ndani yake, asisikilize maneno ya maadui, asije akadhoofika na kutoka kwenye njia ya kusudi lako. Maana Daudi alisemwa maneno mengi, alishambuliwa maneno mengi, lakini Daudi hakusikiliza maneno ya maadui, hakusikiliza maneno ya maadui. Hata walipomtafuta usiku na mchana wakina Abneri wamwangamize, Daudi hakuwasikiliza. Hata walipoinuka watu wenye matusi kama wakina Nabali wakamtukana, Daudi hakuwasikiliza. Alisonga mbele kwenye kusudi la Bwana. Msaidie huyu mtoto wako aliye na moyo mwepesi, ambaye akitukanwa kidogo anataka kutoka kwenye njia. Msaidie moyo wake uwe mwepesi, asitetereke wala asitoke kwenye kusudi lako kwa ajili ya matusi ya maadui. Mungu msaidie. Kadiri wanavyomtukana ndivyo aendelee kuongezeka kiwango cha ufanisi wake. Kadiri anavyopigwa mawe, msaidie aongeze bidii ya kunyanyuka zaidi. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mahala unaponifuatilia, pokea neema ya kustahimili maneno ya watu. Pokea neema ya kuwa na moyo mkuu katika jina la Yesu Kristo. Hata kama wakikusema vibaya, pokea neema ya kutokutazama wanachosema, bali utazame Mungu amesema nini juu yako. Kanda rapa koriasaka. Tazama Mungu, hata Daudi alitegewa mitego mingi sana na Sauli, lakini Roho Mtakatifu uliambatana naye kila hatua, ukampa kuiona mitego
mitego yote, na ukampa kuvuka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Yamkini huyu mtoto wako ametegewa mitego, ametegewa mitego, ametegewa mitego. Baba, katika jina la Yesu ninamwombea hiyo mitego aliyotegewa na hao akina Sauli. Mungu msaidie kuiona, msaidie kuiona maeneo yote palipotegwa mitego, palipotegwa mitego ili kumnasa, ili kumwangamiza. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akusaidie kuiona hiyo mitego sasa. Ukavuke kwa damu ya Yesu, ukavuke kwa damu ya Yesu. Na kama ulikuwa umeshakwama, neema ya Bwana ijue yako leo. Toka kwenye hilo kifungo katika jina la Yesu. Vuka hapo, vuka hapo, vuka hapo, vuka hapo. Mungu uliye hai, maana Sauli alituma roho ya mauti. Mauti aliituma kwa ajili ya kumwangamiza Daudi, lakini ile mauti haikufanikiwa, maana Mungu ulikuwa pamoja na Daudi. Na ndio maana hata ukamsemesha katika Zaburi kwamba Mungu hatakufa, ataishi apate kusimulia matendo yako makuu. Paka anasema namna hiyo ni kwa sababu Sauli alimuinulia mauti. Mungu uliye hai, yamkini hata huyu mtoto wako aliyoko hapa, kuna watu wamemuinulia mauti. Hata akilala anaota ndoto amekufa, anaota ndoto amekufa, anaota ndoto vitu vyake vimekufa. Hizo ndoto za mauti, naachilia damu ya Yesu kwenye nafsi yako, naachilia damu ya Yesu kwenye nafsi yako. Mahala ulipo, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu. Hiyo mauti iliyotumwa juu yako tunaiangamiza leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya mauti, achia nafsi yako, achia nafsi yako, achia nafsi yako. Kila mauti iliyotumwa ndani yako ninaiamuru kuanzia leo ipate kukuachia. Hizo ndoto za mauti zipate kukuachia, hizo ajali zinazokutafuta zipate kukuachia. Hiyo mauti ya uchumi ipate kukuachia. Kila kilichokusudiwa kufa, kilichotumwa na Sauli, tunatengua kwa jina la Yesu. Haijalishi ni sadaka gani ameisindikizia na hiyo mauti, damu ya Yesu ipo kwa ajili ya kukufadhili. Kanda rapa koria saka rapa shaka. Mungu uliye hai, Sauli aliona haitoshi, akatafuta hata manabii wa uongo wapate kumtabiria juu ya Sauli. Bwana, juu ya Daudi. Yamkini huyu mtoto wako, wakina Sauli wake wamemwendea kwa mganga ili kumloga katika vitu vyake. Kama kuna uchawi umetumwa juu yako, kama kuna uganga umetumwa juu yako, ninaomba Mungu aliyemsaidia Daudi akusaidie na wewe juu ya huo uchawi uliotumwa juu yako. Mahala ulipo, pokea jina la Yesu, pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana. Huo uchawi upate kuachilia maisha yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya uchawi ninakuamuru, toka, achia nafsi ya huyu mtoto wa Mungu. Roho ya uchawi uliokamata afya yake, uliokamata afya yake, magonjwa yanamtesa kila wakati huyo mtoto wa Mungu. Roho ya uchawi ulioshikilia hiyo afya, kwa jina la Yesu toka, achia nafsi ya huyo mtoto wa Mungu. Roho ya uchawi unayezuia asiolewe, unayemzuia asiolewe, kwa jina la Yesu na kuamuru, achia hatima ya huyu dada akapate mme wake. Kanda rapa shaka. Kila kitu kilichozuiliwa na roho ya uchawi kwenye maisha yako tunakifukuza, tunakifukuza, tunakiamuru kikuachie, na kiamuru kikuachie kwa jina la Yesu. Natuma moto sasa, moto, 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 moto uwake mahala ulipo, moto uwake mahala ulipo, moto uwake mahala ulipo, moto uwake mahala ulipo. Haijalishi uchawi umewekwa wapi, uwe ni kwenye ardhi hapo ulipo, moto nawasha kwenye hiyo ardhi, nawasha moto kwenye hiyo ardhi, nawasha moto kwenye hiyo ardhi. Mapepo yalipuke na yaondoke sasa. Iwe ni kwenye hilo anga, nawasha moto na damu ya Yesu kwenye hilo anga mahala ulipo. Nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto. Naamuru uganga wote, uchawi wote uliowekwa kwenye ardhi ya eneo lako ili kuangamiza biashara zako, ili kuangamiza ujana wako, ili kuangamiza kazi yako, ili kuangamiza nyumba yako, ili kuangamiza chochote kile kwako, ninaamuru kuanzia leo, uwe uchawi toka,
achia huyo mtoto wa Mungu, achia huyo mtoto wa Mungu. Uchawi uliotupiwa bafuni, toka, achia. Kanda rapashaka rapasaka rakashaka manda rapashaka rapapapapa. Kama kuna ilizi imefukiwa chini, ikanenewa maneno ili usivuke. Ziko nchi ambazo Sauli aliweka mitego ya watu na akanena maneno, Daudi akiingia wapate kumkamata. Hiyo yamkini kuna ilizi zimefukiwa chini ili ukipita wakunase. Natuma damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Popote likowekwa ilizi kwa ajili yako, damu ya Yesu ipite hapo, damu ya Yesu ipite hapo. Tunaharibu wa uchawi, tunaharibu hizo ilizi, tunaharibu wa uchawi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Saa ilipofika, Bwana alimkabidhi Daudi ngome yake, Bwana alimkabidhi Daudi ngome yake. Pokea ngome yako sasa, pokea ngome yako sasa. Mahala ulipo, pokea ngome yako, pokea ngome yako, pokea ngome yako. Ukasimame pamoja na Bwana. Bwana aliyesimama pamoja na Daudi akawe pamoja na wewe. Sema amen katika jina la Yesu. Bwana aliyemfanikisha Daudi akawe pamoja na wewe. Sema amen katika jina la Yesu. Bwana aliyekuwa nuru kwenye maisha ya Daudi akawe na nuru kwako kuanzia leo. Mungu aliyekuwa mchungaji wa Daudi kiasi ambacho hakupungukiwa na kitu, akawe na mchungaji kwenye maisha yako. Kanda rapako riasa karaba. Neno la Mungu lililokuwa taa na nuru kwenye maisha ya Daudi likawe taa kwenye maisha yako. Kanda rapashaka, kanda rabushaka rabaseke. Bwana aliyeteta na adui wa Daudi akatete na adui wanaokutafuta. Karapako riasaka, kara mashondo rabasaka, kara pashaka rabaseke, kanda rapoko robusha darabasaka, rabashiki ramanda rabasiki, kanda rabushaka rabasiki, kara bushaka rabasaka rabashika, rikanda rabushaka rabasaka rabasiki, kanda rabasaka rabasheke.